Kadri siku zilivyokuwa zinaenda, game moja baada ya nyingine, tulikuwa tunaona Taifa Stars wana change mpaka kufikia mechi ya mwisho ambayo kwa wingi tunaweza tukazungumzia. Hii ilikuwa ni kama surprise, ni kama wachezaji wa Taifa Stars na benchi la ufundi wametufanyia surprise. Of course, kwa sababu matarajio ya wengi hayakuwa hiki ambacho kimeonekana ama wamekionyesha timu ya taifa ya Tanzania kwa aina ya kundi ambalo walikuwepo na hugumu wa michuano yenyewe husika. Lakini ukiacha hivyo, historia pia haipi nafasi kubwa timu ya taifa ya Tanzania kufanya vizuri katika michuano mikubwa kama ya AFCON. Kwa hiyo tulivyoanza zidi ya Nigeria, watu bado tulikuwa hatuna imani na timu ya taifa ya Tanzania, na wengi watu walifikiria kwamba labda timu ya taifa ya Tanzania imebahatisha. Lakini kila baada ya siku unaona kwamba kuna kitu cha ziada ambacho unahisi unaweza kuonyesha zidi ya Uganda the Cranes. Unaona pia ile consistency ya ubora ambao walionyesha zidi ya Nigeria, wakaja kuonyesha mbele ya Uganda. Lakini ukiacha hivyo, wababe wa kaskazini pia, kwa maana timu ya taifa ya Tunisia, performance nzuri, watu wakaanza kuona kwamba Tanzania kuna kitu cha ziada ambacho tuko nacho. Lakini kwangu mimi nadhani kama bahati haikuwa upande wetu. Mimi mara baada ya kuona tu mchezo wetu wa 16 bora, tunakutana na wenyeji Morocco, niliona tu safari ya Tanzania huenda ikawa ngumu, na ushindani unaweza usiwe zaidi ndani ya dakika 90 kwenye uwanja. Ushindani zaidi utakuwa nje ya uwanja, kwa maana namna ambavyo michuano ilivyo. Na ukiangalia Morocco, yeye ni mwenyeji wa michuano, na ukiangalia yeye ndio timu ambayo inategemewa zaidi pale nchini Morocco, kwa maana ya timu ambayo inategemewa kwenye kujaza mashabiki, ufuatiliaji ni mkubwa. Kwa hiyo mimi nilikuwa mara baada ya kuona kwamba tutacheza na Morocco, basi mimi matumaini yangu na timu ya taifa Tanzania, na nikasema wazi kwamba huenda tusione safari zaidi hapa, japokuwa tunaweza tukaenda tukasumbua mahakama kwa namna moja ama nyingine, lakini uwezo wa sisi kumtoa Morocco moja kwa moja ingekuwa ni ugumu, na ugumu ungetengenezwa sio kwa sababu ya ubora kwenye pitch. Ugumu utatengenezwa nje ya ubora kwenye pitch, kwa maana kuna vitu vingi huenda vikafanyika ili mradi kuhakikisha Morocco anaendelea kusonga katika hatua zinazofuata. Hiki ambacho kimetokea ni nje ya uwanja, ndani ya uwanja? Hiki ambacho kimetokea, kama kweli muamuzi kile ambacho kilitokea ni maamuzi yake kwa akili yake. Kabla ya kumgusia mwamuzi, umezungumzia kwamba mazingira yalikuwa ni magumu kwa pande mbili, kwa maana ya nje ya uwanja na ndani ya uwanja. Kile ambacho kimetokea dakika 90 ambazo zimechezwa hapo jana, unaona Tanzania imetolewa ndani ya uwanja au nje ya uwanja? Binafsi kwa kile ambacho kimetokea, kwa mtazamo wangu naona Tanzania ilitolewa nje ya uwanja. Yes, japokuwa kwa maana ya kwamba sio kama Morocco wasingetufunga, lakini huenda tungezidi kuwapa hali ngumu, lakini kutokana na msaada wa nje ya uwanja huenda ukawa ndio umesaidia Morocco kuifanya mechi kwa upande wao kwa dakika 90. Uwezo wa kuwafunga tulikuwa nao. Yes, tulikuwa nao kwa kiasi kikubwa sana, ndio maana tulicheza kwa namna ile na kila mtu alishuhudia ubora wa timu ya taifa ya Tanzania. Kwa hiyo kusema kwamba tulikuwa hatuna ubora kuwafunga, hapana, ubora tulikuwa nao. Lakini ukiangalia namna ambavyo mchezo ulikuwa unakwenda, ni mchezo ambao ulikuwa unaonekana ulikuwa ni 50-50, kwa maana ya yoyote ambaye alikuwa na nafasi ya kushinda. Na ndio maana ukiangalia sisi pia tulipata chances za wazi nyingi, lakini tulishindwa kuzitumia. Kwangu mimi naweza ngasema matokeo ambayo Taifa Stars wameyapata ni matokeo ambayo kwangu mimi nasema yameasiliwa zaidi na nje ya uwanja kuliko ndani ya uwanja, kwa maana dakika 90 hazikuamua kila kitu. Dakika 90 zimeamua sehemu ya mchezo, lakini mchezo mzima ulichezwa nje ya dakika 90. Sisi tujikite zaidi na kuangazia kile ambacho tumekiona kuanzia mwanzo Taifa Stars inacheza mchezo wa kwanza mpaka mwisho. Tuanze na kocha Miguel Gamondi. Amefanya kitu cha tofauti, pengine amefanya kikubwa zaidi namna tofauti na ilivyotegemewa, kwa sababu tumeona amechukua timu ndani ya mwezi mmoja, ametrain na timu, lakini ameibadilisha timu kwa kiasi kikubwa. Kiwango cha Miguel Gamondi kwa sasa, topic ni kubwa kwamba apewe mkataba wa kudumu kuifundisha Taifa Stars. Yes, kutoka kile ambacho amekifanya, kwa sababu kwanza ni mwalimu ambaye amekwenda kutengeneza historia nzuri na timu ya taifa ya Tanzania. Kitendo cha kuifanya tu timu ya taifa ya Tanzania kucheza kwa kuvutia kwenye michezo yote minne ambayo imeshiriki AFCON 2025 hii pale nchini Morocco, kwanza ni CV kubwa. Ukiacha hivyo, kuifanya timu ya taifa ya Tanzania kwenda katika hatua
ya 16 bora ni jambo kubwa, na ukiangalia kuna namna kama ameiweza fulani timu ya taifa ya Tanzania kwa kile ambacho kimekuwa kikionekana katika pitch. Kwa hiyo moja kwa moja kama utajaribu kuweka mzani hapo kwamba Gamondi aendelee kubaki na timu ya taifa ya Tanzania ama aondoke, utaona kwamba mzani utaelemea zaidi kwenye Gamondi aendelee kubaki na timu ya taifa ya Tanzania kwa sababu ya kile ambacho amekionyesha. Kuna namna ambavyo ameifanya timu ya taifa ya Tanzania kucheza kwa discipline kubwa, kwa nidhamu kubwa, kushambulia vizuri na pia kutengeneza shape nzuri ya ulinzi, kitu ambacho kimetengeneza sifa kubwa kwenye AFCON hii 2025. Huenda tumetolewa kwa sababu ya hizo mambo ya nje ya uwanja, lakini kwa kile ambacho kimeonyeshwa ni kitu kikubwa kwa timu kama Taifa Stars ambayo kimsingi miongoni mwa timu ambazo watu wengi hususan sisi wenyewe wa Tanzania tumekuwa tukikatia tamaa. Kuna nyakati unaona kabisa inakuwa disappoint, lakini ukiangalia michuano hii ya AFCON imetengeneza hisia kubwa kwa mashabiki wa soka, na ukiacha hisia kubwa tu kuna uzalendo pia nimeona umerejea kwa Watanzania mara baada ya kile kizuri ambacho kimeonyeshwa na timu ya taifa Tanzania pale nchini Morocco. Na hapo nikajifunza kwamba Watanzania sio kwamba wanaichukia timu ya taifa ya Tanzania, hapana, ila wanachukia matokeo mengi mabaya ambayo wamekuwa wakiyapata. Lakini kama timu inacheza vizuri, Watanzania pia wapo radhi kuisupport timu ya taifa ya Tanzania kwa sababu ya burudani, kwa sababu watu wanapenda burudani. Hakuna mtu ambaye anapenda kushabikia timu ambayo haimpi furaha wala burudani. Lakini ukiangalia jana nilikuwa nimekaa kwenye banda umiza. Unajua mimi napenda sana kuangalia mpira kwenye mabanda umiza kwa sababu najaribu kusoma hisia za watu, namna ambavyo wanaishi mpira, una maisha nje ya dakika 90, namna ambavyo mambo yanakwenda. Nikagundua kwamba yes, Watanzania sasa hivi ama kwenye michezo hii minne ya AFCON ambayo timu ya taifa imeonyesha, imetengeneza hali na morali kwa mashabiki na watu ambao wamekuwa kishabikia timu ya taifa ya Tanzania. Nimeshuhudia namna ambavyo watu wamekuwa kilalamika ndani ya dakika 90 ambazo zilichezeshwa na mwamuzi Baobao Traore. Watu wamekuwa kilalamika, kuna baadhi ya maamuzi walikuwa wanahisi kwamba hayako sawa, lakini mara baada ya mchezo huo kumalizika, ukijaribu sasa kupitia katika social media, mitandao mbalimbali ya kijamii, utagundua kwamba kila mtu amejaribu kushare hisia zake na kuonesha kwamba ameguswa na namna ambavyo timu ya taifa Tanzania iliondolewa katika hatua ya 16 bora, na watu wengi walitegemea kuiona timu ya taifa Tanzania wenda ingesonga zaidi ya pale ambapo imeishia. Lakini so far dakika 90 zimekamilika, Taifa Stars ametolewa. Nadhani ni sehemu nzuri ya wao kuanza sasa kujipanga na AFCON ambayo itakuwa chini yao, kwa maana 2020 mwakani. Kumbe hii 2026 nikumbushe 2027. So tutakuwa sisi wenyeji pia miongoni mwa mataifa matatu ambayo tutakwenda kuandaa hiyo michuano. So huenda kuna kitu cha ziada ambacho tumekichukua kwenye AFCON hii na tutakwenda kukiintroduce katika AFCON ya 2027 kwa sababu itakuwa under control. Yes. Binafsi nimeona timu ya taifa ya utofauti sana kwenye AFCON hii. Pengine kwa upande wako, kwa mtazamo wako, umeshuhudia AFCON ya iliyopita ambayo ilichezwa Ivory Coast, lakini pia hii hapa ya Morocco ambayo zote kwa pamoja Taifa Stars imeshiriki. Kwa utofauti ukilinganisha AFCON ya Ivory Coast na hii ya Morocco ni kama inaongezeka namba hivi kwa asilimia ngapi pengine kuelekea kwenye AFCON 2027? Of course, kwa umri ambao niko nao nimeshashuhudia AFCON 3 za timu ya taifa ya Tanzania. Kuna ile ambayo ilifanyika nchini Misri, lakini pia ambayo imefanyika nchini Ivory Coast, na hii hapa ambayo imefanyika nchini Morocco. Unaona namna ambayo tulishiriki ile ya Misri tulikuwa very weak, lakini ya Ivory Coast kuna sehemu fulani ambayo tulikuwa tumesogea. Lakini ukiacha hivyo, AFCON hii ya Morocco unaona kwamba kuna sehemu fulani tumesogea zaidi, na kikubwa kwa mimi zaidi kilichoongezeka zaidi ni ile hali ya kujiamini na uzoefu, experience ya kimashindano. Unajua kuna nyakati ili ufanye vizuri sio lazima uwe bora sana, lakini kujua njia sometimes pia kuna changia wewe kwa miongoni mwa timu ambazo zinaweza zikafanya vizuri. Mfano mashindano yaliyofanyika nchini Ivory Coast
na pia tulikusanya alama 2 lakini tulishindwa kuqualify kwenda katika hatua ya 16 bora kwa sababu tulikubali kuruhusu idadi kubwa ya magoli pia. Kwa hiyo lakini unaona this time around kuna nyakati tunaona kabisa tunakubali kufungwa, lakini kitu ambacho kilikuwa kinatupa sisi nafasi nzuri kwamba tutakubali kufungwa, kitu atukubali kufungwa kwenye idadi kubwa ya magoli. Yes, unajua tunacheza na Nigeria. Huyu Nigeria ametuzidi. Yes, tumemfunga katufunga labda goli 2, na hapa siongeze goli la 3 kwa sababu akiongeza hali yetu itakuwa mbaya zaidi. Kwa hiyo kuna namna ambavyo kujua namna ya kuchanga karata vizuri, kitu ambacho kimeonekana kuipa nafasi kubwa na faida kubwa timu ya taifa Tanzania. Ukiacha hivyo, mimi nasema siku zote kuwa na experience players kwenye kikosi ni jambo zuri na jambo ambalo linaweza likakupa ushindi pia. Ukiangalia safu ya ulinzi ya kikosi cha timu ya taifa Tanzania, idadi kubwa wachezaji ni wana experience kubwa. Kumwangalia mtu kama Bakari Nondo Mwamnyeto, kwangu mimi katika kikosi cha timu ya taifa ya Tanzania ndio mchezaji ambaye alikuwa ni surprise package, kwa maana ni mchezaji ambaye amekuja kubadilisha taswira nzima ya safu ya ulinzi, kwa sababu ni mchezaji ambaye kwanza kwenye kikosi cha Dar es Salaam Africans amekosa nafasi kwa sasa, lakini bado ameonyesha kwamba yeye ni mchezaji wa klasi fulani. Kwa wanasema nye class is permanent, lakini form is temporary, kwa maana kipindi fulani kama form yake ilionekana kushuka akiwa na kikosi cha Dar es Salaam Africans, lakini bado hakubadilishi kwamba yeye ni mchezaji wa class ya level gani. Kwa hiyo utagundua kwamba yes, amekuja na kitu cha tofauti sana, ile exposure experience yake ya kucheza kwenye kikosi cha Dar es Salaam Africans kwenye michuano ya ligi ya mabingwa pamoja na kombe la shirikisho. Yes, amehamisha katika michuano mikubwa kama ile ya AFCON, na kitu kizuri ambacho amekifanya kwangu mimi naweza kusema kwamba ni surprise package. Kwa hiyo utagundua kwamba wale wachezaji ambao wana experience kubwa katika michuano mbalimbali kwa asilimia kubwa ndio wameonekana kuibeba timu ya taifa ya Tanzania. Na leo hii wachezaji wetu wanacheza na wachezaji wa daraja la juu kabisa, lakini huwaoni wachezaji wakishangaa, hawaoni wachezaji wakinyenyekea, kwa maana huyu Ashraf Hakimi, Sulaim Diaz, Sunani, yani wacheze kwa maana huyu ni star, sio anacheza Real Madrid, sio anacheza PSG. Hapana. Mtu ambapo anahitajiwa afike, mtu atafika, ataweka mguu kweli. Unajua tofauti na miaka nyuma kidogo, wachezaji wetu walikuwa wanacheza kwa uoga. Wewe unacheza hapa na kina Didier Drogba, Ivory Coast kipindi hiko ya moto kweli kweli. Unaona kina Nadir Alub, Cannavaro, namna ambavyo walikuwa nakaba kunyenyekea, kuamini kwamba huyu ni world classic player, kwa maana kuna namna ambavyo walikuwa wanacheza kwa kuhofia na kwa kushangaa. Lakini this time around unaona wachezaji wetu wanachukulia wachezaji ambao wamefanikiwa, ambao wanacheza kama bara ambao wamefanikiwa kama ni sehemu tu ndogo, ama ni sehemu tu ya wachezaji kama wachezaji wengine. Kwa hiyo iko kitu ambacho kimeendelea kuwabeba sana timu ya taifa ya Tanzania. Kwa sasa tunaweza kusema kikosi cha timu ya taifa tunacho kamili kabisa. Bado siwezi kusema hivyo, kwa sababu unajua timu ya taifa kila baada ya siku inatakiwa iwe inaendelea kufanywa maboresho, kwa sababu leo hii ukiangalia mfano kwenye AFCON hii, mtu kama Bwana Ali Samato naona hajatumika sana kutokana na umri ambao uko nao. Ile intensity kubwa ya mechi imeonekana kuwa changamoto kwake kutokana na umri ambao uko nao. Kwa hiyo tukisema kwamba timu ya taifa sasa ina kikosi, ndio kwangu mimi naweza kusema bado hapana. Tunahitaji zaidi ubora wa wachezaji wengine waje kuongeza kitu bora. Yes, japokuwa kuna stage fulani naweza kusema tuko nayo ama tupo, na inaweza ikatusaidia na ikatuonesha wapi tunapoenda kuanzia, lakini kusema moja kwa moja kwamba tuna kikosi, hapana, kwangu mimi siwezi kusema tuna kikosi. Ajabu, wakati mchezo wa mwisho tunacheza na Tunisia, tunapata nafasi ya kufuzu, walio wengi tunaona reaction kwenye mitandao ya kijamii wanasema kwamba Morocco walikuwa wanaona afadhali kukutana na timu ya taifa ya Tanzania ambao walikuwa wanaona atakuwa ni mpinzani rahisi. Unaona hata pale uwanjani kuna Morocco ambao walikuwa wanaisupport timu ya taifa ya Tanzania, lakini ukirudi kwa upande wa nyumbani Tanzania, unaona mtandaoni reaction ilikuwa ni kwamba hatumwezi Morocco kwa chochote. Lakini kwa namna ambavyo mchezo umechezwa, yani ni kama vile kadri dakika zilivyokuwa zinaenda na kile ambacho walikuwa wanakionyesha wachezaji, ndivyo watu walikuwa wanapata surprise zaidi. Ni kama Morocco wao wenyewe hakutegemea kama Tanzania itacheza kwa performance ile. Yes, nadhani mimi nilizungumza yes kabla hata mchezo, nilisema kwamba Morocco ametuzidi sisi kila kitu kwenye kila idara, lakini mchezo wa mpira wa miguu unapaswa kuheshimiwa. Mchezo wa mpira wa miguu ni dakika 90. Kwa hiyo kuzidiwa
kwenye kila kitu, kwa maana labda wachezaji wenye ubora mkubwa wanaweza wakawa wapo kwa mpinzani wako. Ukiangalia investment inaweza ikawa kubwa kuliko wewe na kila kitu, benchi la ufundi na kadhalika, lakini bado still akukupe wewe excuse ya kukubali kufungwa. Yes, kwa hiyo tulichokifanya ni kwamba tumeenda kukumbusha tu kwamba mpira ni dakika 90 na kabla dakika 90 bingwa bado hajulikani. Yes, kabla dakika 90 bingwa hajulikani. Japokuwa kwenye mzani lazima tukubali kwamba kuna mmoja na kuwa na uzani wa juu, mwingine uzani wa chini, na sisi Tanzania tulikuwa kama underdog mbele ya Morocco, na ndio maana kila baada dakika zilizozidi kwenda Morocco walionekana kuanza kutoka mchezoni, kwa sababu Morocco wao walikuwa na cha kupoteza, lakini Tanzania hawakuwa na cha kupoteza. Vitu tofauti. Kwa hiyo ukiangalia Morocco walikuwa wanacheza wakiwa na pressure kubwa kwa sababu walikuwa na cha kupoteza, lakini Tanzania sisi tulicheza tukiwa huru nafsi na akili zetu, kwa sababu tulikuwa naamini kwamba hatuna cha kupoteza. Tukifungwa hewara, tukishinda hewara, kwa sababu tulikuwa tunajua kabisa kwamba Morocco sasa wametuzidi kila kitu. Ukiacha hivyo, hawa ni wenyeji wa michuano husika. Ukiacha hivyo, pia wana nguvu kubwa kwenye mashirikisho. Ukiacha hivyo, pia wanaweza wakafanya fitina yoyote ya nyinyi kupoteza mchezo, na mwisho wa siku kila mtu akashuhudia. Kwa hiyo hiki ambacho timu ya taifa ya Tanzania wamekifanya ni sehemu ya kukumbusha tu ulimwengu wa soka kwamba mpira ni dakika 90. Kabla dakika 90 haupaswi kumkatia mtu tamaa, kwa sababu mpira unachezwa ndani ya dakika 90 na dakika 90 ndio anajulikana bingwa nani ama mshindi nani. Kuna kikosi tukitazama mchezaji mmoja mmoja. Of course kuna namna ambavyo wachezaji wetu wameendelea kukua na kuonesha ubora mkubwa, japokuwa ukiangalia baadhi ya wachezaji tena wahisi kwamba wametumika kwa muda mrefu, wameanza kuchoka. Unaona kuna baadhi ya wachezaji hawakupata muda mzuri wa kucheza sana. Mtu kama Shomari Kapombe miongoni mwa walinzi bora, lakini ametumika sana, unaona ameanza kuchoka. Ukiacha hivyo, mtu kama Bwana Samata, unaona yes ni wachezaji ambao wana ubora, lakini bado umri tayari umeshaanza kuwatupa mkono. Lakini huwezi kuacha kusifia performance nzuri ya Masalanga, ambaye kimsingi miongoni mwa walinda mlango ambao wamekuja, na ila lolote linaweza likatokea. Kwa cha msingi wewe kwa mchezaji hakikisha unajiandaa kwa niaba ya kushindana muda wote, na ameonyesha hilo na amekuwa na performance nzuri akiwa na timu ya taifa ya Tanzania kwenye AFCON hii. Kwake yeye imekuwa kama bahati. Mlinda mlango nambari 1 kwa maana Yakubu Suleiman anapata changamoto majeraha kabla ya michuano. Zuberi Foba anapata nafasi ya kucheza, lakini pia naye anapata changamoto ya inja, inajikuta nafasi inaangukia kwake yeye Masalanga, na Masalanga amejaribu kuonesha kwa namna ambavyo anaweza, lakini mwisho wa siku ubora umeonekana japokuwa tumepoteza mchezo. Yeah. Mchezaji mwingine mwanzo hapa ulizungumza kwamba surprise package ya kwako wewe alikuwa ni Bakari Nondo Mwamnyeto, lakini kuna wachezaji wengi ambao wamecheza, kuna wachezaji ambao hawachezi ligi kuu wanaocheza nje, lakini ni wa Tanzania. Mchezaji ambaye kwenye kila mechi alikuwa anaanza, ulikuwa unamfuatilia kwa karibu na uliona matokeo ambayo alikuwa anacheza, ameonyesha kiwango kizuri. Yupo Alfonso Mabula miongoni mwa wachezaji ambao walikuwa wanatengeneza ile double pivot ya katika eneo la katikati, akiwa yeye na Novatus Dismas. Kwangu mimi alikuwa ni kama sehemu ya surprise package pia. Amekuwa ni mchezaji ambaye amekuwa na kiwango kizuri, hususan katika idara ile ya kujilinda zaidi. Amekuwa na usahihi wa kiasi kikubwa kufika katika maeneo ya tukio, namna ambavyo amejaribu kublock mipira mingi. Kwa kwangu mimi pia alikuwa miongoni mwa wachezaji ambao wamekuwa na performance nzuri, na kwangu mimi nadhani one of the best katika kikosi cha timu ya taifa ya Tanzania ambacho kilishiriki AFCON 2025 pale Morocco. Yeah. Wachezaji wengine ambao ni wazoefu kina Msuva, kina Ali Bwana Samata. Msuva kidogo ameonekana kufanya kitu cha tofauti kidogo, ama kuonesha ile sehemu ya ubora ambao yuko nao, lakini kwa mimi nadhani sio Msuva yule ambaye namfahamu kwa msimu wa nyuma. Yes, kwa sababu ukiangalia hata ile kasi yake ambayo alikuwa nayo kwenye msimu wa nyuma haiko tena kwa kiasi kikubwa. Lakini ukiacha yeye Bwana Samata, na ndio maana umeona tag game time yake imekuwa ni ndogo pia. Hii sio kwa bahati mbaya, kutokana na kile ambacho amekuwa akikuonesha katika uwanja wa mazoezi na umri ambao sasa hivi yuko nao. Kwa hiyo utagundua kwamba kuna wachezaji, kuna hizo class ambazo ziko, kwa mfano kina Samata, kina Msuva, lakini umri pia unaanza kuwatupa mkono. Kwa hiyo kuna nyakati akili zao zinataka lakini mihiri yao haitaki. Kwa hiyo utagundua kwamba yes ni wachezaji wazuri, lakini tayari muda wao
umeshaanza kuwatupa mkono. Kwa hiyo kama taifa sasa waanze maandalizi, na mimi nadhani niliwahi kuzungumza kabla tu ya AFCON, nilitamani sana AFCON hii kama bahati ingekuwa upande wetu tungekuwa na mtu kama Clement Mzize. Yes, kuna namna ambavyo nilikuwa nahisi kabisa kwamba namna ambavyo Mzize anacheza, aina yake ya kiuchezaji, AFCON ilikuwa na mhitaji zaidi Clement Mzize katika timu ya taifa ya Tanzania. Kwa sababu unaona kuna weakness sana katika eneo letu la ushambuliaji, aina ya washambuliaji ambao tuko nao bado hawana ule ukatili, bado sijaona kwamba kuna standard ambayo Clement Mzize japokuwa ni bwana mdogo lakini tayari yuko nayo. Kuna nyakati tulikuwa tunahitaji bull striker, mchezaji ambaye ana nguvu na mwenye akili ya kwenda mbele. Jana nilikuwa namwangalia Selemani Mwalimu, akipata mpira akili yake pia inawaza kupiga back pass. Yani ni mshambuliaji ambaye alikuwa kila akipata mpira akili yake hawazi kwenda mbele zaidi, anawaza kwenye kupiga back pass, na pass nyingi ambazo kwa anazipiga nyingi zilikuwa zinapotea. Sasa kana nafikiria hivi tunapata mtu kama Clement Mzize ambaye kuna nyakati akili yake inawaza zaidi kwenye kushambulia, na sio kushambulia tu lakini anakupa ile kasi na nguvu ambayo yuko nayo. Na sasa tungekuwa na nafasi nzuri zaidi ya hii ambayo tulipata, huenda hata tusingeshiriki kwenye 16 bora kwenye mfumo huu wa best loser. Huenda tungeingia 16 bora kwa moja kwa moja, yani moja kwa moja tungeingia kwenye 16 bora, kwa sababu kuna nyakati kuna mechi ambazo tulitakiwa kushinda, labda tulishindwa kushinda kwa sababu hiyo kukosa huo ubora wa mchezaji ambaye anaweza katupa kitu bora katika eneo la ushambuliaji. Sawa, bwana Zaki Kachero zinasema kwamba tayari Singida wameingia sokoni kuanza kutafuta kocha mwingine baada ya haya yote ambayo yametokea kwenye timu ya taifa. Watu wengi wakitoa maoni yao kwamba kwa sababu mwakani tuna host sisi haya mashindano ya AFCON. Kwa hiyo ni vyema Miguel Gamondi kwa huu mwanga ambao ameuonesha na kwa hichi ambacho amekifanya na kwa uwezo wake alionao kwenye soka hili la Tanzania, analijua zaidi soka la Tanzania na wachezaji wengi amefanya nao kazi ambao upande wa Yanga, lakini pia amekutana nao kwenye ligi akiwa anaitumikia Young Africans, hivyo anajua wachezaji wengi, na kwenye kipindi hiki ambacho ameichukua timu ameweza kufanya makubwa kwamba wengi wanatamani kuona Miguel Gamondi akapewa project ya muda mrefu, na wao Singida wameliona hili na kuona kwamba waingie sokoni kutafuta kocha mwingine ili kumwacha Miguel Gamondi aitumikie Taifa Stars. Hii haiwaathiri Singida kuelekea kwenye mashindano ya kimataifa ambayo tarehe 23 kivumbi kinaanza? Kabla ya kufikiria kwamba Singida wakimwacha Miguel Gamondi wanakwenda kuathirika vipi, kwanza fikiria kwamba Singida wenyewe wamewaacha wachezaji wao wenye ubora mkubwa na kwenda kujiunga na kikosi cha Dar es Salaam Africans, hawaathiriki chochote. Kwa hiyo kabla ya kufikiria kwamba wataathirika, ndio tunaunganisha wachezaji wenye ubora, kocha mwenye ubora anaondoka. Kwa hiyo utakutoa kwamba nadhani kama Singida kama wameamua kuharibu timu, wameamua kuiharibu wenyewe tu. Yes, kwa maana kama Gamondi ataondoka ni sehemu ya kuibomoa Singida, kwa sababu chini ya Gamondi inaonekana kuanza kuimarika, chini ya Gamondi imeonekana kuanza imetengeneza historia mpya kwa maana ya kuingia hatua ya makundi ya kombe la shirikisho barani Afrika kwa mara ya kwanza tangia ianzishwe. Kwa hiyo ni kitu kikubwa na legacy kubwa ambayo kimsingi kwenye kumbukumbu na historia ya Singida Black Stars jina la Miguel Gamondi litaendelea kuandikwa milele. Na hiki ambacho kinaonekana ni sintofahamu. Unajua kitu ambacho watu hawakifahamu kwamba Miguel Gamondi ni mwalimu ambaye amenyooka sana. Yaani ni wa hivi sana na hana kona na anafanya kile ambacho yeye anakiamini. Sasa hizi Singida ni miongoni mwa timu ambazo zina kalba kama ya Simba na Yanga. Zina makando mengi. Yes, sio timu ambazo zimenyooka. Yes, na hiko kitu ambacho kimepelekea Miguel Gamondi pia kutamani kuachana na kikosi hiko cha Singida Black Stars. Kwa shida ipo kwa upande wa Singida, sio tu kwa sababu ya kuitumikia Taifa Stars. Hapana, shida ipo kwa Singida wenyewe na sio mara ya kwanza. Kumbuka hata alikuja hapa Patrick Ausems alizungumza kwamba kuna hizo changamoto za wachezaji za kupangiwa kikosi na kadhalika. Kwa hiyo hulka ya Singida Black Stars sawa na Simba pamoja na Yanga. Yaani kuna namna fulani ya aina ya kiuendeshaji wake. Japokuwa ni timu changa lakini tayari ina huo utaratibu ambao wenda wameokopi
labda kutokana na wale watu wa karibu zaidi ambao wapo ama wanaifadhili hiyo timu, kwa maana wengi wao wametoka katika hivi vilabu vikubwa hapa. Kwa hiyo zile falsafa wamezihamishia pale Singida. So kwa hiyo ni ngumu sana, kwa sababu kitendo cha timu ipo katika hatua ya makundi na bado haipo katika nafasi nzuri, tumeelewana. Unawaachia wachezaji wako wa muhimu, mtu kama Maruf Chakei, unamwachia Damaro Mohamed, wanajiunga na kikosi cha Dar es Salaam Africans. Hiyo ni dhahiri shairi unakwenda kuidhinisha kwamba safari yako na tetesi za chama kurejea. Yes. Na tetesi za chama kurejea Simba. Hii inathibitisha kwamba, inaadhinisha kwamba wewe safari yako katika kombe la shirikisho Afrika imeshafikia hapo katika hatua ya makundi, kwa sababu kama zile spare ambazo unazitegemea zikusaidie kwenye kukupa matokeo unazitoa, dhahiri shairi tayari unakubalia kwamba safari imeishia hapo. Kwa hiyo utagundua kwamba Singida wenyewe wameamua kuibomoa timu yao, sio kwa kuondoka Gamondi peke yake, lakini kitendo cha wao kukuruhusu wachezaji wake wenye ubora mkubwa kuondoka klabuni hapo katikati mwa msimu inaidhinisha ama inatoa taswira ya tofauti kwa sisi wataalamu wa football. Kwa kumalizia, Fungameza, ukiambiwa kuzungumzia chochote kuhusu Taifa Stars ama kwa wadau wa soka, kwa mamlaka za soka hapa nchini kuelekea mwakani 2027 kwenye AFCON, ungezungumza kitu gani? Kikubwa kwanza tunabidi preparation ingeanza mapema ya AFCON, kwa maana ya timu ya taifa watu ama zile project ya kuifanya timu ya taifa ifanye vizuri zianze mapema, na mimi natamani zaidi kuwekeza zaidi kwenye ufundi na sio hamasa. Timu ya taifa inahitaji hamasa, inahitaji mambo mengi ya kiufundi zaidi, kwa sababu hamasa haiwezi ikacheza, lakini mbinu, ufundi, wachezaji wazuri inaweza ikasaidia timu yetu ikafanya vizuri. Kwa hiyo natamani sasa kuona mamlaka zianze kufanya investment nzuri mapema kabla ya michuano, kwa sababu sio mwisho wa siku imebaki wiki 2 wiki 3 kabla ya mtihani tunaanza kusoma, ni ngumu kufanyikiwa. Lakini kama mtihani unafanyika mwakani, wewe kuanza kujiandaa leo, basi kuna nafasi nzuri ya wewe kufanya vizuri katika huo mtihani. Kwa hiyo mimi naamini kwamba kuna nafasi ambayo tunaweza tukafanya kitu kwa huu muda ambao tuko nao kabisa. Kasako Media, tunaangazia maisha, tunaandika kesho.